Bana ndugu mwana michezo, hatimaye rais wa CAF aingilia kati sakata la Young Africans pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club baada ya kuonekana kuwa ni sakata ambalo limekosekana ufafanuzi, lakini vile vile sakata ambalo limekuwa ni gumzo katika nchi mbalimbali, lakini vile vile katika sehemu mbalimbali. Ameweza kuingilia kati na moja kwa moja imeweza kutoka barua kutoka bodi ya ligi kuhusiana na sakata hili, lakini vile vile inaonekana kwamba Young Africans wana kitu ambacho inabidi kiweze kufanyika kwao, lakini vile vile Simba Sports Club na wenyewe kuna jambo ambalo inabidi liweze kufanyika kwao. Na mambo hayo ni mambo gani ndugu mwana michezo, na kwa nini rais wa CAF ameweza kuingilia kati licha ya kuona kweli sakata limekuwa ni zito, limeshindikana kuamulika na kuweza kuingilia kati? Lakini je, kuna sababu gani zaidi kumfanya kuingilia sakata hili kati? Kwa sababu ilikuwa ina uwezo wa kumalizika tu na bodi ya ligi moja kwa moja, lakini imeonekana bodi ya ligi hawawezi kuamua au maamuzi yao bado hayajapendezwa na timu zote hizi mbili, lakini timu moja wapo ikionekana kwamba imekubaliana na yote, ambayo ni Simba Sports Club, na iko tayari kuweza kucheza dabi hii, ambapo ilikuwa bodi ya ligi imeshatangaza tarehe na wenyewe walikuwa wako tayari, lakini timu moja wapo ambao ni Young Africans wenyewe hawako tayari. Hapa panakuwa kuna alama ya kiulizo, kwa nini mmoja yuko tayari mwingine hayuko tayari? Na sababu ambazo zinaonekana ambazo zinatolewa na klabu mojawapo ni sababu ambazo zinashangaza kusema ukweli, lakini moja kwa moja imeonekana yote hayo yaweze kufanyiwa kazi. Rais wa CAF sasa ameweza kuingilia kati swala hili baada ya bodi ya ligi kuonekana kwamba maamuzi yao waliotoa kama vile hayana mashiko ndani yake, watu wakisubiria kuona kitu gani ambacho kitakachotokea. Moja kwa moja rais wa CAF ameweza kuingilia kati sakata hili na ameweza kutoa tamko zito ambalo moja kwa moja nataka nikujuza ni kitu gani ambacho kimejiri. Je, dabi hii ipo au haipo, na swala gani au jambo gani ambalo litaenda kuchukuliwa hatua kuhusiana na sakata hili? Moja kwa moja, kabla sijakujuza, tukuombe kuchukua muda wako na kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii, lakini vivyo utabonyeza alama kengele itakayotokea pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila zinapotoka, lakini vile vile uwe mwanafamilia wetu na uwe wa kwanza kupata tetesi mbalimbali na habari zenye ukweli na uhakika, zile ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yote, basi hapa unaweza kuzipata masaa 24. Moja kwa moja ndugu wana michezo, tukiendelea kukujuza ni kitu gani ambacho kimejiri baada ya rais wa CAF kuweza kuingilia kati sakata la Young Africans pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Kwanza TFF au bodi ya ligi wametoa barua, ambayo barua hiyo moja kwa moja inaweza ikakushangaza kwa sababu walikuwa tayari wameshatangaza tarehe 15 mwezi wa 6 dabi iweze kurudiwa kuchezwa, lakini sasa wameweza tena kuonyesha kwamba barua nyingine kwamba tarehe hiyo tena imefutwa, yani kwamba tarehe hiyo haipo, kwamba wataweza tena kukaa chini na kupanga tarehe nyingine au watapanga kitu gani ambacho kitakachoweza kuendelea. Moja kwa moja unaona kama kuna vitu ambavyo haviko sawa hapa, na unakaa unajiuliza hivi kuna kitu gani ambacho kinachoendelea na sakata hili liko vipi? Moja kwa moja imeonekana sasa kama vile kuna mchezo ambao unaofanyika, na kweli moja kwa moja zile zana ambazo zilikuwa zinazaniwa na watu kwamba kuna rushwa ambayo inatumika sana katika michezo hii au katika ligi yetu hii, ni kama vile zana hizo zinakuwa sasa ni kweli, kwa sababu inawezekana kitu kinapanguliwa. Moja kwa moja ukiangalia kanuni ambazo zilizotumia TFF au bodi ya ligi kuahirisha mchezo, unaona hazina mantiki, lakini moja kwa moja utaona ni sahihi, kwa sababu timu pinzani Simba Sports Club walizuiliwa kuingia uwanjani, lakini vile ukiangalia kanuni hakuna. Tukiachana na hayo yote, moja kwa moja utaangalia kwamba kauli ambazo zinatolewa na viongozi wa bodi ya ligi wanasema kwamba Young Africans wana hasira sana, kwa hiyo tusubiri hasira zao zikipoa tutapanga tarehe na watacheza. Lakini inaonekana kwamba si kauli nzuri, kwa sababu inaonekana kwamba kuna kitu ambacho kipo katikati hapa, yani kwamba hakuna kitu ambacho kinafuatwa kama vile sheria. Kwa moja kwa moja yote hayo yameweza kuonekana, na sakata hili limeweza kuonekana kuwa kubwa sana. Simba Sports Club akiwa wako tayari kucheza mechi hiyo, Young Africans akiwa hayuko tayari, lakini vile vile bodi ya ligi ikiwa bado inayumba kutokana na maamuzi ya Young Africans kuonekana hawataki kabisa, lakini Simba wako tayari hata leo, lakini Young Africans wakionekana hawataki. Moja kwa moja rais wa CAF ameweza kuingilia kati swala hilo na kuweza kutoa tamko zito ambalo linaweza likafanya labda bodi ya ligi ikaweza kufanya maamuzi sahihi, lakini vile vile yao inaweza hilo tamko linaweza likafanya kwamba Young Africans kuweza kubaliana na kile ambacho kilichokubaliwa na bodi ya ligi kuweza kucheza dabi hiyo ya Kariakoo.
Na tamko hilo ni tamko lipi? Moja kwa moja rais wa CAF ameweza kuingilia kuhusiana na sakata hili, akiweza kusema kwamba matatizo kama haya yamekuwa ni mengi sana Afrika, lakini vile vile moja ya jambo ambalo anahitaji liweze kutumika ni kuhusiana na timu zote hizi mbili kuweza kufuata taratibu au sheria ambazo zimetolewa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi kama umepanga tarehe fulani, basi timu zote hizi inabidi ziweze kufuata sheria hizo, zifuate sheria hiyo au tamko hilo, na kama ni kuchezwa mpira tarehe ambayo iliyopangwa, basi mpira uweze kuchezwa. Lakini kama itatokea basi kuna timu moja wapo itakaidi, basi zitaangaliwa kanuni na sheria itaweza kufuatwa. Lakini akiomba sana sheria iweze kutumika, lakini vile vile akiweza kuomba sana vitendo vya rushwa vimekuwa ni vingi sana viweze kuachika. Na ikigundulika kama kuna rushwa katikati hapa, kati ya timu yote imetoa rushwa au kuna chochote ambacho kinachoendelea ni nje ya kanuni, basi sheria itaweza kutumika na huenda timu moja ikaweza kufungiwa au vile vile baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi wakaweza kuondolewa na kuweza kufungiwa. Lakini vile vile akiweza kutaka timu zote hizi mbili ziweze kuangalia uongozi unasemaje, na kama timu moja wapo au timu zote hizi hazina imani na bodi ya ligi, basi moja kwa moja itabidi wasubiri kitu gani ambacho kitaweza kuamulika ili kuweza kuona swala hili linaisha vipi, ili sakata hili liweze kumalizika. Na hayo ndo amesema, na mengi ameweza kusema, ila mimi nimekudokezea machache tu. Lakini ameweza kuzungumza maneno mengi sana kuhusiana na sakata hili kuonekana kuwa kubwa sana, lakini nimeweza kuchukua machache tu katika mengi ili kuweza kukudokezea, kukujuza ni kitu gani ambacho kinachoendelea hapa Tanzania.